Kilimo cha leo si cha jembe la mkono pekee, bali ni kilimo cha teknolojia, thamani na biashara. Hivyo vijana wetu wanapaswa kuandaliwa kwa ujuzi unaowawezesha kushiriki kikamilifu katika mnyororo mzima wa thamani katika kilimo. Uzinduzi wa mradi huu ni hatua muhimu katika kuwawezesha vijana wa Kitanzania kuongeza maarifa na stadi, hususan katika sekta ya kilimo ambayo ni mhimili wa uchumi wa nchi yetu. Mradi huu umejikita katika kujibu changamoto za mahitaji ya ujuzi katika maeneo ya ufundi wa zana za kilimo, teknolojia ya umwagiliaji pamoja na teknolojia za uhifadhi wa mazao. Matumizi sahihi ya teknolojia hizi yataongeza tija katika uzalishaji na kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno. Huu mradi unalenga kuwawezesha vijana kupata ujuzi ili waweze kupata ajira na kuona fursa zilizopo katika eneo hili la sekta hii ya kilimo. Tumesema vijana hawa wanaenda kufundishwa katika maeneo matatu. Moja ni ufundi wa zana za kilimo, mbili ni teknolojia ya umwagiliaji, na tatu ni teknolojia ya uhifadhi mazao baada ya mavuno. Vijana ambao wanaenda kupata mafunzo haya na kupata fursa hii tutawawezesha pia mwisho wa siku kuja kuwa na ujasiriamali, lakini pia kutekeleza shughuli katika maeneo ya vijiji, maeneo ya miji ambao wanafanya kilimo, na kutakuwa na wataalamu ambao wa kutosha katika hilo eneo. Kilimo tunachofanya nyumbani ni kilimo cha jembe la mkono. Ndiyo tunapata mazao, lakini kwa kiwango cha chini sana. Sasa kutokana na ujuzi niliopata hapa wa ufundi wa zana za kilimo na mitambo, mimi kama mmoja wa mdau au mnufaika wa huu mradi, naahidi kwamba nikienda nyumbani na mimi nitatoa elimu na ushauri kwa ajili ya mabadiliko ya kutumia zana za kisasa za kilimo kwa ajili ya kupata kipato kikubwa zaidi tofauti na kile kipato cha mwanzo, kwa sababu tangia nasoma chekechea mpaka nafika chuo kikuu mpaka leo hii mimi kilimo ndo kimenikuza, lakini pia kilimo ndo kilikuwa kinanisaidia kwa upande wangu.